Kafara ya damu sehemu ya 6. Mtunzi anaitwa Hans Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata yote kwa kulipia shilingi 300 kwa kila episodi moja. Sehemu ya 5 tulisha pale ambapo mara baada ya kwenda kupata ushauri wa yule mgombea mwenzangu, nikaanza kupata moyo vile kuendelea kugombea. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 6. Siku iliyofuata wagombea wote tuliitwa ofisini kwa ajili ya mchujo. Hatimaye majina ya wagombea waliopita katika nafasi mbalimbali za uongozi yakatangazwa na yakabandikwa pia kwa ajili ya kupigiwa kura. Katika nafasi ambayo mimi nilikuwa nimeigombea ya udada mkuu, nilikuwa nimepangiwa na yule mwanafunzi mwenzangu. Nilienda kuongea naye kuhusiana na tatizo langu. Yule mwingine hakuweza kupita. Nadhani kwenye interview walimu hawakuridhika kabisa na majibu yake. Nilikuwa nimefurahia sana mara baada ya kuona ndoto zangu zinaelekea kutimia. Mchakato wa kuanza kuingia kila darasa kwa ajili ya kuomba kura uliweza kuanza. Nami pia nilikuwa ngangari kweli kuhakikisha naondoka na ushindi ule. Aprili, naomba niwe campaign manager wako. Aprili, nataka niwe mtu wako wa karibu. Aprili, lazima uiongoze hii shule. Uko smart sana, lakini pia ni beautiful. Bora hata sisi tutoe hedi gorobana darasani kwetu tupunguze kuonewa. Basi kelele za wanafunzi wenzangu niliokuwa nikisoma nao darasa moja ndizo zilikuwa zimetawala sana na kusababisha nishindwe kabisa kufanya maamuzi zaidi ya kuchekacheka tu. Walikuwa wanigombea sana wanafunzi. Nikaanza kampeni kwa kusaidiwa na lundo la watu. Nilikuwa nimefurahia sana mara baada ya kuona kila darasa nilikuwa nimepita kuomba kula nikipokelewa kwa shangwe sana. Na hata kuna baadhi ya madarasa pia nilikuwa nasikia yule mgombea mwenzangu akiwa anazomewa. Hilo likanijaza imani kwamba nafasi hiyo nilikuwa nimeipata bila shida yoyote. Nilikuwa najipa moyo vile kwamba nafasi hiyo ilikuwa ni yangu. Mara baada ya mchakato huo wote, siku iliyofuata utaratibu wa kupiga kura ukaweza kuanza. Aprili, hauwezi kabisa kuamini. Kumbe huwa napendwa bwana. Alizungumza Monica tukiwa tumeketi katika sehemu ya kulia chakula. Tulikuwa tunapata chakula cha jioni mara baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura mchana wake. Kweli. Yaani kila mtu hapa ni Aprili. Naamini kabisa kwamba mpinzani wako atakuwa anajisikia vibaya sana. Sidhani. Lakini ni jambo la kumwomba sana Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kawaida ya binadamu kwenye kuongea mbona utawapenda sana. Sasa subiri kwenye vitendo. Hapana bwana. Yaani sio kwa watu wote hawa. Unajua kwamba yani ni ule upendo ambao unamaanisha kabisa yani. Yaani ni upendo usioumiza. You know? Yani ile yani hadi nashindwa kabisa kuelezea. Haya. Basi tuombe tu iwe hivyo. Wakati tulikuwa tunaendelea na mlo huku stories zilikuwa zinaendelea, alikuja Antelizi ambaye alikuwa ni matroni wetu. Aliweza kusogea pale ambapo tulikuwa tumekaa. Tukamkaribisha matroni yule. Sasa nikaribie nini wakati ndo mnamaliza? Hebu waone kwanza. Alizungumza kiutani huku akiwa anakaa kwenye benchi karibu yangu. Alikuwa amekaa pale matroni. Wow. Neno karibu lina maana kubwa sana. Yaani hata maneno nayo yanakaribishwa hivyo. Nilizungumza alikuwa anamtazama matroni usoni. Kwani maneno yanashibisha? Inategemea ni aina gani ya maneno uliotamkiwa. Monica akadakia. Basi leo nataka mnipe maneno hayo hadi nishibe mie. Wote tukacheka mara baada ya kauli ile ya madam. Ukimya kati yetu ukatawala mara baada ya kicheko hicho, huko nikiwa nasikiliza zile kelele za vijiko zikigongana tu kwenye sahani sambamba za watu wengine waliokuwa ndani ya mesi hiyo. Wote tulikuwa tunakula tu kwenye ukumbi. Ule. Aprili. Matroni akaniita kuukata ukimya ule. Nikageuka kuweza kumtazama. Akaendelea kuzungumza mara baada ya kuona na msikiliza.
Yaani hivi ni kweli bado tu unataka kuendelea kugombea Heidegger pamoja na vitisho vyote ambavyo umepitia? Nikajikuta nikidondosha kijiko nilichokuwa nikipeleka mdomoni sambamba na kupaliwa chakula kilichokuwa kimeshaingia kinywani. Nikaanza kukohoa. Nilikuwa nimeanza kukohoa. Kauli ya Matron ilikuwa imenitisha sana. Sikuwa nimemwadithia lolote juu ya mauzauza yaliyokuwa amenitokea. Ni vipi alikuwa amejua kwamba nilikuwa napata vitisho? Nilikuwa nimeshtushwa sana na kauli ile. Nilikuwa najiuliza tu Matron alikuwa amejuaje? Nikajikuta nikipata baridi katika mwili wangu. Haikupita muda, vipele vya baridi vikaanza kusambaa katika mwili wangu. Wote walibaki wakiwa wananishangaa tu. Walikuwa wananishangaa tu mara baada ya kuonyesha mabadiliko yale. Aprili una nini lakini? Monica akaniuliza swali hilo. Nikachukua maji yaliyomo kwenye chupa na kisha kuyanywa. Nikaishusha chupa chini mara baada ya kutosheka. Nikamgeukia Matron na kisha kumtazama usoni kwa macho makavu. Nilikuwa namtazama tu Matron. Nilikuwa namtazama tu mara baada ya mshtuko ule wa dakika chache zilizopita. Matron, umejuaje kama mimi napata vitisho? Matron akatabasamu mara baada ya kumwachia swali hilo. Bali tabasamu Matron. Akajikoza kidogo na kisha akafunua lipsi zake zilizokuwa zimechomoza nje kidogo kutokana na kuwa na meno makubwa yaliyojaa katika mdomo wake, na kisha kaanza kuzungumza. Yaani mimi niko hapa shuleni kwa miaka hiyo? Alizungumza vile huku akiwa anakunja ngumi kuonyesha kwamba alikuwa hapo kwa miaka 5. Kwa hivyo najua vizuri sana mazingira yote ya shule hii. Yaani tangu Heidegger wa kwanza hadi kufika Heidegger wa 5. Wote nilikuwa karibu nao. Akanyamaza kidogo akiwa anatazama usoni na kisha kaendelea kuzungumza. Hao wote 5 wakati wanagombea tu walikuwa wakikutana na mambo ya ajabu ndotoni au hata waziwazi. Wanaipata nafasi ya Heidegger na baadaye wanafariki kupitia kile walichokuwa wanahadithia. Na mfano mzuri na huyo Heidegger wa mwisho. Nakumbuka aliwahi kunihadithia kwamba ameota ametokewa na kiumbe wa ajabu chooni na kudondoka kule. Basi siku ya kifo chake alikutwa huko. Sasa naamini hata wewe pia haya yanakutokea. Mimi naamini hivyo. Lakini ukiachana na huyu, vile hata kabla yake aliwahi kunihadithia kwamba anaota anagongwa na nyoka. Na tena alikuwa ananiambia mara kwa mara mpaka akawa anaogopa sana nyoka. Alikuwa anajitabilia kwamba hicho ndio kitakuwa kifo chake. Lakini siku iliyofuata, yani nyoka huyo aliyekuwa anamuogopa ndio alimgonga. Alikuta amefariki tu shambani na sumu ya nyoka. Habari ile ikanisisimua sana mwili, lakini bado nilikuwa na wasiwasi kupitia maneno yale ya Matron. Ni vipi alikuwa amehisi kwamba mimi pia nilikuwa naota hivyo na sio wenzangu? Nilikuwa najiuliza tu, kwa sababu wagombea tulikuwa wawili. Ni vipi anihisi mimi peke yangu? Kitu kilichokuwa kinanitia mashaka zaidi ilikuwa na ule ukweli kwamba mimi nilikuwa nikipata vitisho ambavyo mgombea mwenzangu hakuwa anavipata. Nilimtazama Matron kwa macho ya uoga. Nilianza kumwogopa. Kwa hivyo hayo yote nimekueleza ili tu kukuonyesha kwamba hicho ulichodhamiria si kitu chema. Matron akamaliza. Achana kabisa na uongozi. Kwanza hukuingizi kabisa hata shilingi 100. Matron akamaliza. Nashukuru sana Matron. Bora wewe ulivyomwambia kwa mifano kabisa naweza kukuelewa. Yaani maana mimi hadi nimemchoka. Kila siku namwambia lakini asikii. Monica naye akazungumza vile. Nilibaki nikiwa nawasikiliza pasipo kuelewa hata walichokuwa wanazungumza, kwa sababu maneno ya Matron yalikuwa yameniharibu kabisa kisaikolojia. Hasa neno vitisho vyote nilivyokuwa napitia ndilo lilikuwa limebaki akilini mwangu, lakini umiza kichwa. Nilikuwa nafikiria sana. Sikuona tena hatara ya kuendelea kuwepo pale. Na bahati ilikuwa kwangu kwamba maneno ya Matron yalinikutia nikiwa nimeshashiba. Vinginevyo ningelala bila hata kula. Nikajinyanyua pale ambapo nilikuwa nimekaa na kuondoka nikiwaacha Matron pamoja na Monica wakiwa wananishangaa tu. Monica naye hakuniacha, akanyanyuka na kisha akanikimbilia Monica. Aprili vipi? Mbona hivyo? Akaniuliza mara baada ya kunifikia. Tukasimama. Niache tu Monica. Naomba niache tu. Yaani hapata sijielewi. Nilizungumza nikiwa naondoka. Monica kaniacha. Nilienda moja kwa moja mpaka bwenini. Kwenye chamba yangu nikawakuta majirani zangu wakipiga stori wakiwa wanacheka kwa sauti za juu.
Kwenye chumba yangu nikawakuta majirani zangu wakipiga stori huku wakiwa wanacheka kwa sauti za juu. Vicheko vyao vile vilikuwa vinanikera sana. Kwa hivyo sikutaka kabisa kujibizana na yeyote, kwa sababu ningewaambia waache kelele wasingenielewa. Nikaamua kuzipiga hatua kuelekea chumba cha mwenyekiti ambapo mara nyingi wanaenda kujipumzisha huko. Nikafanikiwa kufika. Nikaingia. Hakukuwa na mtu yoyote mle ndani. Nikajitupia kitandani kupumzisha mwili wangu na akili ambavyo havikuwa sawa sawa kabisa. Nikalala mle ndani. Joka kubwa lilikuwa likiingia ndani ya chumba kile nilichokuwa nimelala. Japo nilikuwa katika usingizi mzito, lakini joka lile nilikuwa nalihisi kabisa lilikuwa linaingia. Yani ilikuwa ni kama nafanya terifasi hivi, yani kuhamisha mawazo yako kwenye kitu fulani. Joka lile likaingia na kusogea pale nilipokuwa nimelala mimi. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya 7. Mimi naitwa Felix Mwenda.